Mtoto analelewa na familia, analelewa na jamii inayomzunguka ya karibu, kisha anaingia kwenye mifumo ya elimu inamlea, halafu baadaye ni taifa, mifumo ya kitaifa. Taifa kama nchi linamlea. Kwa hiyo mtu analelewa na mifumo mingi, sio familia tu. Familia yake, jamii ya karibu, mifumo ya elimu, taifa kwa mjumla. Ndio maana nasikia taarifa wanasema tunatengeneza sera. Tunatengeneza hiki, ni kwa maana ya kutengeneza watu. Na uwepo wa magereza, hizi magereza unazoziona hazikutengenezwa kwa nia nyingine yoyote. Magereza zilianzishwa kama vituo vya kurekebisha tabia za watu. Maana yake magereza zipo kwa sababu ya malezi. Si unanielewa? Yaani magereza zimetengenezwa ili kulea watu waliokwama kuishi vizuri kwenye jamii ya kawaida. Kwa hiyo wanapelekwa huko katengenezewe tabia zingine. Kwa hiyo yote hayo ni mifumo ya kulea watu. Kwa hiyo mwanadamu analelewa na mifumo mingi. Tunaposema kijana sasa, kijana ni umri huo, labda tuseme kwenye miaka 18 kama ambavyo sheria zinasema. Lakini mimi najua mara nyingi mtu anaanza ujana na miaka 12, anaenda hapo mpaka kwenye 25. Hapo ndio ujana uliowaka moto. Ingawa wanasema ujana mpaka miaka 45, lakini hao ni watu wazima. Kwa hiyo unapoongea habari ya kijana, kijana yuko tayari, yuko kwenye, ni kuanzia kwenye kulelewa na mifumo ya elimu kuja huku mifumo ya taifa. Kwa sababu huko kwenye jamii ya karibu na familia, huyo ni mtoto, ni kijana mtoto. Kwa hiyo mtu amefika hapo. Hasa hapo kuna nini? Hapo ndio swala la kujiuliza. Anaokota vitu gani? Kwanza tukumbuke. Tuko kwenye jamii, au kabla sijasema niseme binadamu ni nafsi, ni roho, ni mwili. Roho ni seli, tissue, organ na mifumo. Mwili ni seli, tissue, organ na mifumo. Roho ni makao makuu ya vile anavyoviamini. Halafu nafsi ina hisia, utashi na akili, vitu vitatu. Sasa unapopeleka mtoto shule, anafundishwa taaluma, anajenga nafsi, kipengele cha akili kimoja tu cha memory hapo. Lakini bado kuna hisia na kuna utashi. Unanielewa? Kwa hiyo nafsi ya mwanadamu ina akili, utashi na hisia. Vyote hivi vinatakiwa kujengwa, na vinajengwa na nini? Maarifa. Unapojifunza maarifa unajenga nafsi yako. Ambapo unapojifunza vitu hata kwenye akili na athiri hisia zako na utashi wako. Kwa hiyo hivi vitu vinategemeana. Kwa hiyo jifunze mambo, uwe na maarifa kijana, ujenge nafsi, utashi, hisia na akili yako vitabadilika. Lakini pia unapoamini jambo, unamwamini Mungu, unaamini kufanikiwa, unaamini chochote kile ambacho ni cha imani, unajenga roho. Chochote ambacho hakikai kwenye akili ni cha rohoni. Ndio maana kuna mambo ambayo akili haibebi, unatakiwa kutumia roho kuyatatua. Unanielewa? Roho ya kijana ibebe nini? Halafu pia nafsi yake ibebe nini? Na mwili wake unatunzwa na nini?